السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aya tulizosoma ni kuanzia nambari 31 katika surati Al-Qiyama. Maneno ya Allah aliposema fala saddaqa wala salla, hana kusadikisha yeye, kumsadikisha Muhammadi, wala kuisadikisha Qur'ani, wala salla, wala hana swala yeye ambayo ataswali kwa ajili ya kukurubisha kwa Mola wake tabaraka wa taala. Maneno haya ni muunganiko wa maneno ambayo yamepita kabla yake. Tukumbuke katika darasa lililopita tulizungumzia maelekezo na hali halisi ya muhtadhir, mtu anapokuwa katika sakaratil maut, ni hali gani ambayo inamtokea na ni mambo gani ambayo anayashuhudia. Ukiangalia aya 26 ndipo ilipoanzia habari hizo za wakati mtu akitolewa roho. Allah tabaraka wa taala anasema: kalla idha balaghat taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saqu bis-saq. Kalla, sio hivyo, wanasema ni harfu rad'i wa zajri. Sio hivyo mnavyodhania kwamba watu hawatohesabiwa wala hawatokusanywa wala hawatolipwa. Kalla, sio hivyo, kama ilivyopita huko nyuma. Idha balaghat taraqi, kumbuka roho itakapofika katika sehemu za kifua. Taraqi ni jamu ya tarkuwa, wa huwa azmu sadri, wa huwa azmu fawqa sadri, ni ile mifupa ya juu ya kifua inaitwa taraqi. Maana yake roho inapofikiria katika kifua, ikiwa katika mwendelezo wa kutoka min jismi linsan, katika kiwiliwili cha mtu, kuna hali fulani ambayo inadhihiri kwa yule ambaye anatolewa roho ile. Kwa hiyo Allah anasema idha balaghat taraqi, itakapofikia roho katika mifupa ile ya kifua. Wa qila man raqa, utasema ni nani wa kumganga huyu, ni nani wa kumganga huyu? Kwa sababu wakati huo wanadamu watakuwa wameshakata tamaa, kwa sababu wakishika kwenye miguu wakuta uko baridi,
wakishika mapaja wakuta mbona hivi, wakishika kiwiliwili mbona tuelelelele ugonjwa. Tumeona kwa sababu tayari wakati huo roho ishaanza kuachana na baadhi ya sehemu ya mwili ya mgonjwa yule. Kwa hiyo lazima kutakuwa na malami ya mauti ambayo yamedhihiri katika baadhi ya viungo vya mtu yule. Ni hali nzito. Tulisema kwamba kwa hadithi ambazo zimekuja mbalimbali inaonyesha kwamba roho ya mwanadamu inaanza kutolewa kwenye miguu, ikatolewa kidogodogo katika kiwiliwili chake, ikatolewa mpaka ikajafikia kwenye kifua. Inapofika kwenye kifua ndiyo enda zake hiyo inamalizikia mpaka mwisho, inapotoka na jicho nalo linaisindikiza roho ile iliyokwenda. Lakini kubwa tulilosema katika darasa lililopita kwamba wakati wote huu mwanadamu anapotolewa roho yake anakuwa na tofauti na wakati alipokuwa kabla ya kutolewa roho yake. Kuna baadhi ya mashahidi ambayo yanamdhihirikia wakati hajaanza kutolewa roho alikuwa aoni. Tunaona wakati akitolewa roho mwanadamu anarudishiwa uwezo mkubwa wa kuona jicho lake linakuwa kali, vile ambavyo vilikuwa havioni vingi anaviona. Analetewa picha ya kule anapoenda, ukiwa ni kuzuri anaonyeshwa, ukiwa ni kubaya anaonyeshwa. Anaona malaika wale wanaokuja, kama ni malaika wema anawaona, kama ni waadhabu pia. Kuna mashahidi ambayo yanamtokea ya kimaajabu. Wajaat kullu nafsin maaha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Siku hiyo ambayo inazungumzia siku ya Kiyama, lakini Kiyama kidogo mwanadamu pia atamtokea haya pale nafsi yake itakapotolewa. Allah atamjisha uoni wake wa hali ya juu, waqad kunta fi ghaflatin min hadha, lakini jicho lake Allah anasema leo litakuwa ni kali likiona yale ambayo yalikuwa hayaoni. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika siku zetu hizo. Waqila marrat, baada ya wauguzi wale kuangaikia namna ya kumwokoa ndugu yao yule, walishajaribu tiba fulani imedunda, wamejaribu tiba fulani imedunda, wamejaribu daktari fulani, wamejaribu ruqya fulani imedunda. Waqila marra, kana kwamba wanaulizwa yuko mwingine aliyebakia wa kumwokoa huyu ambaye atamganga. Nani wa kumganga huyu kama tiba zote zilizokuwa mmezikusanya zimeshindwa? Roho enda zake hiyo. Manra, ni nani wa kumtibu na wa kumganga? Lakini maneno hayo yanaambiwa kuonyesha kwamba hayupo tena wa kuizuia roho, kwa sababu siku zake zimeshafika na yeye yuko katika awwal marahil al-akhirah. Yeye yuko katika sehemu ya mwanzo kabisa ya akhira na yuko sehemu ya mwisho katika maisha ya kidunia. Wa dhanna annahu al-firaq, na atakuwa na yakini ya kwamba yeye sasa ni mwenye kutengana na dunia, mwenye kuiacha dunia. Yule mwenye kutolewa roho wakati huo sasa, wa dhanna, atakuwa na yakini annahu al-firaq, kwamba yeye sasa anatengana na dunia anaiacha, kwa sababu tayari ameanza kuona malaika. Yeye kuumbwa kwake kote tokea kupata akili hajapoona malaika, lakini siku hiyo anaona malaika, anaona picha za kule alipokwenda. Yote haya yatamjengea yakini mtu yule
kwamba annahu firaq, kwamba yeye sasa anaachana na dunia. Mimi siponi. Kwa nini bwana usiseme hivyo? Mimi siponi bwana, usiseme hivyo jamani, mimi siponi. Na ni kweli, baada ya muda mdogo na kile amefariki, kwa sababu alikuwa akiyaona nyinyi hamyaoni. Mtu aliugua maisha yake yote, ameugua maradhi makubwa wakati mwingine. Wakati mwingine aliugua mpaka akapoteza uwezo na akili, mpaka akawekwa ICU, akawa yuko mahututi, lakini hakuwahi kuviona vitu hivyo. Ndio anaondoka ICU, anarudiwa na akili yake na utimamu wake, lakini hakuwa na kauli kwamba mimi na, kwa sababu alikuwa maisha na picha naziziona za kawaida, watu wa kawaida wanaona. Lakini kuna wakati mtu anapofikia umri wake mwisho na ikawa zile alama za kutolewa roho zimekaribia, kuna mambo anayaona ambayo haiwezekani kwa mtu wa kawaida kuyaona mambo hayo. Ndipo anapopata yakini kwamba sasa hii ni safari. Naonyeshwa pale na hivi, naonyeshwa hapa hivi, naona viumbe vya ajabu ajabu. Hii ni safari. Wa dhanna annahu al-firaq, na hapo ndipo udhania kwamba yeye, na upata yakini kwamba yeye ni mwenye kuiacha dunia, wal ahli wal mali, na kuacha familia na mali zake, limuayanatihi malaikata al-mauti, kwa vile anavyowaona wale malaika wa mauti kwa jicho lake. Waltafati saqu bisaq, na ndipo zinapopandishana shida baada ya shida, ni mguu kwa mguu unaposhikana. Maana yake anaachana na dunia na hapo hapo anaingia kwenye shida za akhera. Shida za dunia ambazo anaachana nazo ni zile kutolewa ile roho yake. Ikiwa ni mwovu, maumivu yanakuwa makubwa sana, lakini si kutolewa roho, hapo hapo anakaribishwa katika maisha ya kiakhera, napo ni shida nyingine, adhabu nyingine zinaanza hapo hapo. Waltafati saqu bisaq, asaqu bimaana arrijli, ni mguu au muundi. Walakin alulama, wanazuoni wanasema, baadhi yao mufassirina wanasema kwamba ikashikana mguu kwa mguu, maana yake ikashikana shida kwa shida. Shida ya kutolewa roho na shida ya adhabu za akhera zinakutana wakati huo, kwa wakati mmoja. Ila rabbika yawma idhinil masaq, kwa Mola wako mlezi pekee ndiko ambako watachungwa na kukusanywa huko watu wote. Ai ila Allah jalla wa ala masaqul ibad, watu wote machungio yao ya kupelekwa itakuwa kwa Allah tabaraka wa taala. Yajtamiu indahu al-abraru wal-fujjaru, watakusanyika mbele ya Allah waliowema na waliowaovu. Thumma yusaquna ila al-janna au an-nari, kisha ndipo watakapopelekwa na kuchungwa peponi au kuchungwa kupelekwa motoni. Wasiqa alladhina taqaw ila rabbihim zumara, watapelekwa kwa utaratibu watu wa peponi waliomcha Allah mpaka kwenye pepo. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, na wale watu waovu nao watachungwa kama wanavyochungwa ng'ombe au wanavyochungwa mbuzi. Hawatakuwa na huruma. Maana yake kama kuna mijeledi ya tiba, haraka twende kwa motoni. Ndio maana wasiqa alladhina kafaru ila jahannam, maana yake watafungwa kama mnyama mkorofi. Twende shingo huko, malaika wameshika huko na huko, twende. Kwa hiyo marejeo ya watu wote na sehemu za kuchungwa kuelekea watu wote ni kwa Mola wako mlezi. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Almasaq ni masdar mimi, au twasema kwa lugha nyingine ni ismu makan, makanu alladhi yusaqu ilayhi annas, ni sehemu ambayo watu wakichungwa kupelekwa hapo, ndio wanaita almasaq, makan as-sayr, sehemu ya watu watakupelekwa baada ya kuchungwa.
na imekuja katika uslubu al-hasri kuonyesha kwamba hakuna hapo sehemu mtu ambapo atavizia na kujificha ili machungwa yake yaishilie huko au kuchungwa kwake kuishilie huko kwengine kusipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala. Sehemu za kuchungwa na kupelekwa wanadamu sehemu moja, wema na waovu wote watapelekwa sehemu hiyo, kisha alafu ndipo wataambiwa wamtazu yauma ayuha almujrimun alam ahadi ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Baada ya kukusanywa hapo Masaki, hiyo sehemu ambao wanafikizia viumbe wote mchanganyiko, wema waovu wote tunapelekwa hapo. Kisha Allah tabaraka wa taala ndipo atakaposema haya, waovu sasa hapo achaneni na hao wenzenu hapo, nyinyi kwenu huku, hao waende huku. Wabtazu yauma ayyuha almujrimun, ingieni huku nyinyi watu waovu, jitengeni na watu wema hapo mlipo. Alam ahadi ilaykum ya bani adam, kwani sikuwekeni ahadi yenye wana wa Adam, alla ta'budu shaitan, ya kwamba duniani usikubali kumfuata shaitan, innahu lakum aduwwun mubin, hali ya kuwa niliwaambia shaitani ni adui alikuwa wazi kwa nyinyi. Wa an'buduni, liwakataza na shaitani lakini kawaambia niabuduni mimi. Hadha siratun mustaqim, hiyo ndio ilikuwa ni njia bora na nzuri iliyonyooka. Walaqad adalla minkum jibillan kathira, shaitani amewapoteza watu wengi kabla yenu. Shaitani amewapoteza watu wengi, lakini hii ilikuwa hamjui. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, sasa huu ndio moto wa jahannam ambao mlikuwa mmeofishwa nao, mmeidiwa nao kwamba mkifanya makosa mtakutana nao. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun, sasa uingieni vizuri moto kwa sababu ya yale mliokuwa mkikana Allah tabaraka wa taala na mafundisho yake. Allah tuepushe na hayo. Lakini haya maneno yote siyaki yake ni kuonyesha baada ya kuchungwa wanadamu na kuwa katika mahshar, baada ya hapo kuja upambanuzi kwamba hawa watakiwa wende peponi, hawa wende motoni. Watu wa motoni watapelekwa kwa vijeledi na mapigo na simulizi za maneno na kuchungwa kama wanyama kwa nguvu zote. Ila rabbika yauma idhin almasaq, kuelekea kwa Mola wako mlezi pekee. Siku hiyo ndiyo sehemu ya kukusanya watu baada ya kuchungwa. Fala saddaqa wala salla, hana si mwenye kusadikisha, hakuwa ni mwenye kusadikisha mtu huyo mwovu, wala hakuwa ni mwenye kuswali. Baadhi ya mufassirina wanasema fala saddaqa, si hakutoa zaka, hakutoa sadaka, wala salla, wala hakuswali. Lakini tafsiri iliyokuwa karibu ni kwamba fala saddaqa min at-tasdiq, at-tasdiq bin nabiyyi wal qur'ani wal islam. Hakuwa ni mwenye kusadikisha, hakusadikisha mtume wala hakusadikisha Qur'ani wala hakusadikisha Uislamu, kwa sababu sadaka ingekuwa fala tasaddaq, fala tasaddaqa ingekuja kwa tema, fala tasaddaqa ndio ingekuwa hakutoa sadaka. Lakini imekuja fala saddaqa biduni ta bimaana tasdiq wa laysa tasadduqa. Tumeelewana sio kutoa sadaka, bali dhahiri ni kusadikisha. Maana yake aliishi duniani mtu wa aina hiyo hakumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo makafiri wanakufa hivyo. Baadhi yao wameishi umri wote, lakini hawasadikishi kwamba Muhammadun rasulun min Allah, wa Muhammad ni mtume kutoka kwa Allah, bali wao wanamuona si mtume, si lolote, si chochote. Hiyo ni tasdiq.
lam yusaddiq bilquran fala sadaqa. Lam yusaddiq bilquran, hakusadikisha Qurani, wala salla ay walam yusalli lirrahman, na wala hakuswali duniani kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, mwingi wa rehema. Sasa ataingizwaje katika rehema za Allah? Hakuswadikisha, hakuswali, hakuamini, amekufa hivi. Waljumhur ala annaha nazalat fi abi Jahl. Jamhuru ulama wanasema kwamba aya hii imeteremka kwa ajili ya Abu Jahal. Wakadat an tusarriha bihi, na Qur'ani ilikaribia, aya zilikaribia kumwelezea kwa uwazi zaidi, lakini hii ilimwelezea Abu Jahal kama jumhuru mufassirina wanavyosema. Fala sadaka, hakumsadikisha mtume wala kusadikisha Qur'ani Abu Jahal, wala salla, wala hakuswali kwa ajili ya Allah, walakin kadhaba wa tawalla, lakini alikadhibisha. Kukadhibisha nini? Kukadhibisha nini? Kukadhibisha Qur'ani na kukadhibisha nini? Mtume. Kwa hiyo hata hii aya iliyokuwa hapa inatuonyesha sadaka maana yake nini? Tasdiki. Kwa neno gani? Kadhaba. Kwa sababu sadaka kinyume chake nini? Sadaka kinyume chake nini? Kadhaba. Na kadhaba kinyume chake nini? Sadaka. Kwa maana hiyo fala sadaka maana yake hakusadikisha, sio hakutoa sadaka. Wallahu a'lam. Pamoja wako katika ulama walifasiri hivyo, lakini kwa mujanas kalimati kadhaba inaonyesha sadaka ni min at-tasdiq wa laysa min at-tasadduqi, kutoa sadaka. Walakin kadhaba ay, lakini yeye alikadhibisha Qur'ani na alimkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watawalla, na akapanyongo au akakengeuka kuiacha imani. Alitakiwa ashike imani, lakini tawalla, aligeuka nyuma kuacha imani, alikengeuka na kugeuka. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kisha akaondoka kuelekea kwa watu wake akitembea kwa kibri. Yatamatta huwa almashyu mubakhtiran, ni mtu kutembea kwa madaha na kibri, ambao mwenendo huu au mashi hii ilikuwa ya Bani Makhzum. Bani Makhzum wengi walikuwa wakiwa na mwendo huu wa kibri, lakini Abu Jahali yeye alikuwa ni zaidi, yeye alikuwa ni zaidi, akitembea kwa madaha na kibri. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya ulama wakasema inna hadhihi al-ayat kadat an tusarriha bihi, hizi haya zilikaribia kumwelezea wazi wazi, kwa sababu pale Makka mwenye kutembea kwa mwendo huu alikuwa kujulikana ni Abu Jahl na familia zake. Umeelewana? Kwa hiyo nikaanza tu fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamakka, ikawa zimeweka bayana kwamba anazungumziwa hapa ni Abu Jahl. Abu Jahl kwa sababu ndio alikuwa na mikogo katika kutembea, kujionyesha yeye ni mbali. Wajua Wababu wana miendo yao ili kujitangaza labda kwamba wao hawawezekani na yeyote, au wao ni mababe. Kuna bwana mmoja yeye hakuwa mbabe, lakini yeye ilikuwa kila reception anapokelewa basi ana mwenendo wake, akipita kwa wavulana wenziwe ana mwendo wake, akipita kwa wanawake ana mwendo wake.
madaha kabisa, na alienda mpaka kama amelemaa sasa, hiyo ule mwendo wake wa kawaida pia akawa hana. Na hizi watu wengi wanakuwa na tabia hizi kwa ile al-ujub, kujiona kwamba yeye ana labda ni high class, au yeye kwamba ni al-watan, au wajua tena mtu akiwa na afya njema, akiwa chakula chake akipigi chenga cha siku ile, basi aweza akafanya mambo akiwa hana imani, mambo ya kipumbavu, lakini mwenye akaona ni mvulana au akaona ni ndivyo. Abu Jahali alikuwa pale Maka akiheshimika, alikuwa familia yake Bani Makhzum, yeye katika Bani Makhzum ni watu ambao ukisema Maka umewataja wao na wengineo. Kwa hiyo hata miendo yao wakitembea Bani Makhzum, kijana utajua huyu katika Bani Makhzum, kwamba Maka hii hakuna kufanya chochote sisi, na huyu Muhammad niko siku tutamblock, ajue sisi ndio wenyewe hapa. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kisha akaondoka kuelekea kwa watu wake akitembea kwa madaha na akitembea kwa kibri. Wadhalika ibaratun ani takabburi wal khuyala, hiyo ni kuelezea namna alivyokuwa na kibri na kujiona kwamba yeye ni katika wababu. Aula laka fa aula, ole wako ewe, ole wako maana yake wailun laka ya ayuha shaqi, ole wako ewe mwovu. Thumma wailun laka, kisha ole wako, adhabu kali unayo wewe mwovu. Thumma aula laka fa aula, kisha adhabu kali unayo wewe mwovu, au ole wako wewe mwovu, kisha ole wako wewe mwovu. Ayahsabu al-insan, hivi anadhani mwanadamu an yutraka suda, kwamba ataachwa bure bure tu bila ya hukumu yoyote, bila ya hisabu yoyote, bila ya kufufuliwa, ataachwa tu bure bure. Baada ya kufa ile jambo limekwisha. Ayahsabu al-insan an yutraka suda, hivi mwanadamu anafikiria na kudhania kwamba ataachwa tu, habari imekwisha, kimya kimya tu, kwamba umekufa, umezikwa, limekwisha. Sio hivyo, hakuna atakayeachwa bure bure. Maana yake kama ulivyozaliwa na kuna kufufuliwa nako. Imekuja kwa istifhamu al-inkari, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, maana yake asidhanie mwanadamu kwamba ataachwa bure bure. Ndio maana istifhamu al-inkari. Tumeelewana? Uwezo ukasema ayahsabu al-insan, je, anadhania mwanadamu an yutraka suda, kwamba ataachwa hivi hivi hivi, utakuwa umefasiri bila ya kilugha. Lakini Qur'ani imekuja kuangalia, kwa sababu kuna balagha kubwa inapokuja katika istifhamu al-inkari, kwamba asidhanie mtu kwamba ataachwa hivi hivi. Tumeelewana? Mtu anaweza kauliza, kwa nini haikuletwa kwa nafi mubasharatan, ikawa la yahsabul insanu an yutraka suda, ikaja kwa nafi? Kwa nini imekuja kwa istifhamu kwa maana ya nafi? Wanasema ulama, inapotumika istifhamu ambayo ikatoka kwenye maana yake ya uhalisia, inakuwa na waqi zaidi katika tabiri. Mfano ukamuuliza, au mfano Allah tabaraka wa taala aliposema alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, al-istifhamu litakriri. Tumeelewana? Ameweka istifhamu, lakini sio ya kuulizia kwamba Allah anataka jawabu kama ilivyokuwa istifhamu za kawaida. Hapana, Allah anamkirisha mtume, anamwambia alam nashrah laka sadrak, kwani
sisi hatukukunjulia kifua chako? Allah hataki jawabu kwa Muhammad, maana yake anamkirisha kwamba sisi tumekukungulia wewe kifua chako. Ulikuwa kifua chako ni dhayyiq, umebeba humumu, umebeba kurumu, lakini Allah akakikunjua kifua chako, akakifanya kiko chepesi. Hakutaka jawabu. Alam najidka yatiman faawa, kwani hatukukuta wewe ni yatima tukakulea? Maana yake istifahamu hii analeta takriri kwamba kwa hakika tumekukuta yatima Muhammad na sisi tukakulea. Na hata Waswahili wanatumia istifahamu hizi. Mfano, mwanao alikuwa anasumbua kwenda shule kwa sababu eti ada hujamlipia, kwa hiyo huenda likamfelisha hilo kuchelewa kwenda shule, ukafanya haraka kumlipia mwanao ada ili ahudhurie masomo yake asipate kufeli, lakini matokeo yametoka amefeli. Wamuuliza sasa, kwani sikukulipia ada wewe? Hivyo nataka jawabu, useme umenilipia baba, maana yake kwa nini umefeli? Sikukulipia ada. Ndio maana istifahamu takriri. Na kwenye Qur'ani mifano hii iko mingi sana kuonyesha kwamba ukimwambia ninakulipia ada na ukitumia uslubu istifhamu takriri, kwani sikukulipia ada wewe mpaka ukafeli, hii inakuwa na hamasa zaidi katika kutambulisha kile ulichomfanyia yule, bila ya kutaka jawabu, lakini wameonyesha kwamba umefanya uzembe kwenye jambo hili, wakati mimi nimetumia majukumu yangu yote, nimetumia wasaidizi zangu zote ili wewe kulipia, lakini ukufikia kwenye lengo lako. Kwani si nilikulipia ada wewe? Mbona leo wanaletea matokeo mabaya? Ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyotumia uslubu huu katika Qur'an. Kwa hiyo hapa pia ametumia uslubu istifham. Tumeelewana? Wa arada bihi al-inkar, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, asidhani mwanadamu kwamba ataachwa hivi hivi tu baada ya kufa kwake. Ndio maana yake. Tumeelewana? Asidhanie mwanadamu kwamba ataachwa hivi hivi tu baada ya kufa kwake, kwamba eti Allah hakutoe kwenye umajimaji, akuhifadhi kwenye rahim ya mzazi wako, akuweke kwenye rahim hiyo miezi 9, alafu akutoe uje ulimwenguni uishi mpaka ufikie hadhi albulugh, baada ya hapo ufikie mpaka sheikhuka, utu uzima. Basi hivyo ni maisha hivyo ya mchezo, ukifa akuache ana shughuli na wewe. Faida yake nini sasa? Alikuumbia nini sasa? Kwa hiyo Allah anasema msidhanie hivyo, na imekuja kwa al-alam al-insan li-istighraq al-jins. Baadhi ya mufassirina wanasema wanaingia watu wote, lakini wengi katika mufassirina wanasema imekuja kwa istighraq al-jins al-kuffar, kwa wale makafiri, yule ambaye anapinga kufufuliwa, yule ambaye anapinga kuhesabiwa, yule ambaye anapinga kulipwa, ndiyo maana yake ya al-insan kafir. Lakini muumini hakuna anopinga. Mtu akiwa na imani hawezi kupinga kwamba kuna kufufuliwa, kulipwa na kuhesabiwa. Unaona? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, hivi hakuwa yeye mwanadamu hakuwa ni tone nutfa. Nutfa imekuja kwa ifradi, imekuja nakratu liifadati ifrad. Alam yakun nutfatan ay nutfatan wahidatan, kwani yeye hakuwa ni tone moja kula manii, alikuwa ni tone moja min maniyin, kutokana na manii yumna, yenye kububujizwa katika rahim. Na hapa wanasayansi pia wanathibitisha hilo
kwamba fuko la uzazi linapopokea zile mbegu za kiume, ikawa imekadiriwa kupatikana mtoto, basi ni ile mbegu moja ndio inaingia kwenye yai lile. Baada ya hapo linafunga, mbegu nyingine zote zinapiga nje huko, zinakufa. Ile nutfa wahida ndio ambayo inapenya moja, na ikishaingia hizi nyingine zote, hata wenyewe wanasema kwamba mtu anapopizi kunakuwa na mbegu nyingi, karibia milioni 1. Kwa hiyo itakopenya ile moja, basi nyingine zote zinakufa pale, zinakufa. Kwa hiyo ile inabakia pale, inahifadhika. Allah tabaraka wa taala anaingiza maabara kwa uwezo wake, angejua inabakia siku 40, ikiwa vile vile ni nutfa, maji ya uzazi, siku 40. Kisha siku 40 ya pili inaokuja kwa siku 80 inageuka kwenye umaji na umanii kwenda kwenye pande la damu. Allah analigeuza siku 40 za tatu, 120 siku, inaondoka kwenye udamu inaenda kwenye pande la nyama, pande la nyama, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kwa urefu namna ya manii yanavyoingia kwenye rahim ya mwanamke na baada ya hapo kutengenezeka mtoto. Dhalika khalqullah faaruni madha khalaqu min duni, faaruni madha khalaqa alladhina min duni, nionyesheni wale ambao wameumba kinyume cha hivyo katika wale miungu yenu, bali Allah yeye uumbaji wake ndio. Alam yakun nutfatan min manii yumna, hivi yeye hakuwa ni tone moja kula la manii yenye kurushwa na kubugizwa katika rahim? Maana yake kama vile alivyozungumza katika surati Tariq, yakhruju min baini sulbi wat-tara'i falyanzur al-insanu mimma khuliqa mimma dafiqin, ndio maana yumna. Kule imekuja mabni lilmaalum, huku imekuja mabni lilmajhul. Baadhi wengine wanasema sio majhul basi, bali ni min amna yumna. Ala kulli hal, lakini ni maana moja hili, min ma'in dafiq na huku min manii yumna, yanaruka kwa nguvu yakitoka. Na hii yote Allah tabaraka wa taala anatupitisha katika mapito kwamba mwanadamu asishangae kiwiliwili chake baada ya kufa kujafunguliwa. Angelishangaa kiwiliwili chake hicho kilitokana na maji madhalili, maji matoyo. Kiangalia una misuli, ni maji tu haya, hakuna chochote, asili yako ilikuwa ni maji. Kiangalia una nyama tele, ni maji tu haya, tena tone moja. Sasa tone moja hilo Allah akaweka vitu katika kiwiliwili vyako tofauti, kuna nywele, kuna macho, tone moja tu la manii, masikio, mdomo, pua, tumbo, vidole, tone moja. Ukushangazwa na hilo kwanza, wewe washangazwa kwamba ukifa utafufuliwa tena ulipo. Sasa wewe utakuwa una akili, tone moja. Wewe angalia tone la maji, labda utaona kigezi kuangalia kule. Angalia tone la moja la maji, kitu kidogo. Sasa afadhali tone la maji, tone la aliyoumbiwa mwanadamu, huwezi kuliangalia kwa muda ukatulizana, unaona kinyaa. Lakini ndio mwanadamu alipopita hapo, madhara yake ilipopita hapo, lakini katoa vitu vyote Allah, mpaka mifupa na mishipa katoa kwenye hilo.
nywele, vidole, shingo, kila kitu watu hapo. Leo mtu ashangaa, sasa mimi kishazikwa eti ambao nitafufuliwa. Usifufuliwe vipi? Kwani kuna uzito gani? Uzito labda kama ingelikuwa ni amalia ya kinsani, uzito ingekuwa ni tone la manii kulitengeneza kwa mtu ukawa hivyo ulivyo, ingii kwenye fikra za binadamu zaidi. Lakini kufufuliwa, kwani kuikarabati gari na kuianzisha mwanzo, ugumu ni wapi? Kuanzisha ndo kugumu, kukarabati si waigiza tu, ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Walillahi al-mathalul a'la. Alam yakun nutfatan min manii yumna. Allah anasema kwani yeye hakuwa ni tone moja tu la manii lo miminwa katika rahimu ya mwanamke. Thumma kana alaka, imekuja kwa atf litarahi, imekuja kwa atfi ya tarahi, kwa sababu thumma ni katika adawati al-atfi walakin litarahi. Kuna atf ya wao ambayo ni mutlaqi al-jam'i, alafu kuna atf ya fa'u bimaana al-atf wa tartib, alafu kuna atf ya thumma maana yake ya tarahi, kuchelewesha baada. Mfano angelisema Allah tabaraka wa taala, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna wa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, maana yake vitu hivi vyote vingelipita kwa wakati mmoja. Baada ya hapo akaingia kwenye hivi. Au angeleta kwa fa, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna fa kana alaqatan, ingelikuwa muda mchache tu baada ya hivi ikawa hivi, baada ya kutoka kwenye tone la manii ikawa kwenye pande la damu. Lakini kaleta kwa thumma kuonyesha kwamba kuna muda. Ni yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mufassiru al-Qur'an. Mwenye kuifasiri Qur'ani kwa rai yake anakosea. Mfasiri wa Qur'ani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema tone la manii linapokadiriwa kwa kiumbe linakaa siku ngapi likiwa ni manii kwenye rahmu ya mwanamke? Swali linakuja, siku ngapi? Siku 7. Umeipata wapi ya siku 7? Sayansi. Kuna mwana sayansi kumshinda Muhammad? Hayupo huyo. Tone la manii linapokadiriwa liumbwe kiumbe na Allah, linakaa likiwa ni manii vile vile kwenye rahima ya mwanamke siku ngapi? Wazee, siku 40. Nilikuwa nataka niwachangamshe wazee kidogo. Siku 40. Tumezungumzia hapa 40 ngapi? Tumezungumza 43. 40 ya kuwa ni manii, 40 ya pili inakuwa ni pande la nini? La damu. 40 ya tatu inakuwa nini? Pande ya nyama. Tumeelewana ambayo ni siku ngapi inakuwa? 120. Siku 120 sawa sawa na miezi mingapi? Mshasahau sababu miezi 4. Thumma yursalu ilayhi malak. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimba inavyokuwa ya miezi 4 tumboni, kisha Allah humpeleka malaika, fayanfukhu fihi ruh. Malaika yule anapofika anaipulizia mimba ile roho. Kwa maana hiyo mwanamke akiwa na mimba ya miezi 4 ndiyo mtoto utiwa roho, ndiyo mtoto utiwa roho. Pana miezi mingapi hapo kabla ya kuzaliwa? Kuna miezi 5 kwa wale ambao watazaliwa kikawaida. Kwa hiyo miezi 5 yote inobakia kiumbe kile kinakuwa na roho tayari. Wa yu'maru bikati 4, alafu anaamrishwa andike mambo 4 kwa yule mtoto aliyokuwa tumboni. Andike riziki yake atakokula duniani,
la yazidu wala yankus, mwanadamu yote hatuzidisha wala hatupunguza riziki atakokula, maadamu iliandikwa. Yeye mwenyewe akiwa ni mimba ya miezi minne ndio aliandikiwa riziki yake ya kuja kula, kabla hajafika mwenyewe tayari bajeti yake ishapigwa, tayari bajeti yake ishapigwa. Huyu ataishi muda kadhaa, riziki yake atakula hivi, labda huyu atakula magunia 40 ya sembe kwenye umri wake wote wa miaka 60. Huyu atakula mchele magunia 70 kwenye umri wake wote wa miaka 60. Huyu atakula sukari visapleti 6 labda. Huyu atakula chumvi hivi. Bajeti yake yote imepangwa. Wakati huo mwenyewe bado ana miezi minne ya mimba, sio kuzaliwa, hajazaliwa. Mimba yake bado ina miezi minne, hata wakati wa kuzaliwa hajazaliwa, kashapangiwa. Jambo la pili nini atakulipangiwa? Ajali yake, muda wake wa kukaa duniani. Huyu atakaa miaka 20, huyu atakaa siku 4, huyu atakaa siku 1, huyu siku atakapozaliwa tu atakufa, hatojua chochote. Huyu atakaa, yote yapangwa. Jambo la tatu hilo la 4, pataka la 3, riziki yake, muda wake, ndio shaqi au saidi. Ndio hiyo ya 3 tu, hiyo yote. Ya 4 ni ipi? Kwamba atakuwa mwovu au atakuwa mwema. Pia hicho kimeshapangwa, ikiwa mimba ina miezi mingapi? Miezi minne. Sasa turudi kwenye thumma. Allah ameleta kwa thumma kuonyesha kwamba ile mimba inakaa siku 40 ikiwa ni tone la manii, bado haijakuwa chochote. Ni manii vile vile yanabakia siku 40, yameshajifungwa pale, hayatoki. Kwa hiyo kipindi hiki chote ni mwezi mmoja na siku 10. Ni mwezi mmoja na siku 10, yale yanakuwa ni maji ya kawaida vile vile, manii. Ndiyo maana Allah akaleta thumma. Tumeelewana Hakuleta wau wala kuleta fau, akafanya atfi ya thumma kuonyesha kwamba yale manii yanakaa kwa muda kidogo pale kwenye rahim ndani ya mwezi mmoja na siku 10. Thumma kana alaqatan, kisha akawa yeye ni pande la damu, kashatoka kwenye nini? Kwenye umanii, kisha akawa yeye ni pande la damu. Fakhalaqa, Allah akaliumba. Fasawa, na akalitengeneza vizuri, kuleka sawa sawa. Mapito hayo ambayo mwanadamu amepitishwa. Fajaala minhu zawjaini adh-dhakara wal-untha, na akafanya Allah katika kutokana na manii hayo akafanya au akaumba mbea mbili, juz au pea. Tumeelewana? Maji haya ya manii Allah anaumba mwanamke na anaumba mwanamume. Hamjashangazwa? Hamjashangazwa? Kitu hicho cha aina moja, Allah anatoa mume na anatoa mke, hicho bado hamjaelewa maana ya Allah tabaraka wa taala, kuonyesha uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Kitu cha aina moja lakini akaumba vitu tofauti, jinsia tofauti, kitu cha aina moja, kwa sababu wote hao wamepitia kwenye marahili haya. Alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa.
hakuwa yeye kuwa ni tone moja la manii ambayo linabubujishwa na kumwagwa katika rahim. Thumma kana alaka, kisha akageuka kuwa ni pande la damu. Fakhalaka, Allah kaliumba, fasawa, na kulitengeneza vizuri sawa sawa. Lakini matokeo ya kuliumba na kulipitisha hivyo Allah, fajaala minhu zawjayn, akatoa kupitia tone hilo la manii, akatoa pea na jinsia mbili tofauti, adhakar wal untha, na mwanamume. Maana yake mwili wa mwanamume kuumbwa kwake hautokani na manii tofauti na yale alioumbwa nayo mwanamke, ni yale tumeelewana, ni yale kwamba manii ya kuumbwa mwanamke yanakuwa ya bluu na ya kuumbwa mwanamke ya mwanamume yanakuwa ya kijani. Ni yale sifa zake ni zile zile. Yani hapa ndio Allah anatuonyesha ufundi wake. Allah ndio anatuonyesha ufundi wake. Yule mwanamume katokana na hiyo maji hayo, lakini Allah atamtengeneza, atakuwa na khushuna, atakuwa na quwwatul jism, atakuwa na sauti besi, atakuwa na misuli, atakuwa mwili ulioshikana vizuri. Na yale akiumbiwa mwanamke, Allah atamtoa tofauti, atakuwa na luyuna, atakuwa na udhu sauti ya kulegea na kuvutia, atakuwa na maumbile laini, atakuwa na viungo vilivyo hivyo. Lakini ni vile alivyosema Allah tabaraka wa taala katika kuisifu ardhi, wa minal ardhi qit'un mutajawirat, kama vile kwenye ardhi kuna sehemu za mashamba zilizopakana, shamba hili na shamba hili limepakana, lakini shamba hili litatoa mazao bora kuliko hili, na huwa hiyo ilikuja wakati mmoja kwenye mashamba yote mawili, na udongo ndio huo aina moja. Ndivyo anavyofanya hata kwa wanadamu. Maji ni yale yanayotoka kwa baba yule yakaingia kwenye rahimu ile ya mama, lakini yule ataumbwa na sifa hii, yule ataumbwa na sifa hii. Allah fajaala minhu zawjayn, akaumba pea mbili, akaumba jozi ya vitu viwili, adhakar ya mwanamume, wal untha na mwanamke. Alaysa dhalika biqadiri, je, kwa hayo je si muweza? Imekuja kwa istifham at-taqrir. Je, kwa hayo yote je sio muweza? Ala an yuhyiya al-mauta, wa kuwahuisha na kuwafufua upya waliokufa. Je, sio muweza? Kama ameweza kuyafufua manii ambayo yalikuwa kwenye mauti, kwa sababu manii ni kitu mfu au ni kitu kifu, kitu ambacho hakina uhai. Tumeelewana? Manii ni kitu ambacho hakina uhai. Wa kaifa takfuruna billahi wa antum amwata thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wa kaifa takfuruna billahi wa antum amwata, vipi mtamkufuru Mola wenu aliyakuwa nyinyi asili yenu ilikuwa ni wafu? Sote sisi asili yetu ilikuwa ni wafu, sio uhai. Ufupi anaozungumzia Allah kwamba sote tulikuwa ni manii katika uumbwaji wetu, na manii ni kitu kilichokuwa hakina uhai. Sasa Allah anauliza kwa mshangao, kaifa takfuruna billahi wa antum amwat, vipi mwamkufuru Mola wenu aliyakuwa nyinyi ni wafu asili yenu? Thumma yuhyikum thumma yumitukum. Naam. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Asili ya mwanadamu au asili ya viumbe ni
kwamba alikuwa hana uhai, kwa sababu yale maji yalikaa miezi minne katika tumbo, katika mabadiliko yake yakiwa hayana uhai. Ndio asili ya mwanadamu. Uhai wa maji yale yamekuja kwa uhai wakati mimba ina miezi mingapi? Miezi minne. Kwa hiyo wakati wote ule mwanadamu alikuwa ni hivi, lakini tumepewa uhai, tunakuwa vibri, tunakuwa wakaidi. Allah ametuonyesha asili yetu ili kutuonyesha uwezo wake wa kutufufua baada ya kufa kwetu. Alaysa dhalika biqadiri, imekuja kwa taukidi, imekuja kwa taukidi kuonyesha msisitizo. Na taukidi iliyokuja hapa ni ziada kwa harfu jar, kuzidi harfu jar biqadiri, kwa sababu ingelikuwa si hivyo, ingelikuwa iko sehemu ya nini? Ingekuwa ni ismu laisa. Tumeelewana? Na ingekuwa khabar laisa, maana yake ingekuwa alaysa dhalika qadiran, yeye hakuwa ni mwenye uwezo ala an yuhyi almauta, wa kuwahuisha wafu baada ya kufa kwao. Jawabu lake kwamba yeye ni mwenye uwezo wa kuwahuisha wafu baada ya kufa kwao. Alaysa dhalika biqadiri, yeye kwa hilo hakuwa ni mwenye uwezo. Ala an yuhyiya almauta, bala fa innahu qadirun ala dhalika, ala an yuhyiya almauta, yeye ni mwenye uwezo wa kuwahuisha wafu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala sangine anazungumza kwa mifano ili mwanadamu auanishe hali aliyozungumzia Allah tabaraka wa taala. Ametuzungumzia namna ya kufa kwetu, udhaifu wetu uliopita, na uzito wa kibinadamu unavyoonekana mwanzo wa kuumbwa mwanadamu, lakini kwa Allah hakuna uzito. Lakini anatuonyesha vile vile kwamba kuna wepesi wa kufufuliwa wanadamu watakapokuwa wamekufa, kwa sababu ile inakuwa ni iada, ni kurejesha katika umbile ambalo tayari alipita mwanadamu kabla ya hapo. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atupe mwisho mwema na atupe kukumbuka fadhila za Allah na uumbaji wake ili tuweze kuwaidhika na kujiandaa kwa sababu ya kukutana naye siku hiyo. Hapa itakuwa ni mwisho wa suratul Qiyama. Insha Allah, Allah kutupa uzima, kesho tutakujangalia suratul Insani, nayo ambayo tofautiana sana katika mambo na surati al-Qiyama. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, tupate maswali.